Kwa mahakama kuu ikasema kwamba maombi yao yana kasoro. Kasoro yenyewe ni kwamba viapo vyao vimesheheni maneno au maelezo ambayo sio ya kweli. Ndugu Thomas, nafikiri wewe ndio mwanasheria ambaye unasimamia kesi ya mheshimiwa mbunge. Yes. Ndugu Clayton Revocatus Chipando, na mara ya mwisho ulitupa updates kuhusiana na kinachoendelea mahakamani. Yes. Wananchi wanatamani kujua ni kipi kinachoendelea kwa wakati huu sasa hivi. Kwa wakati huu tuko tunaendelea na kesi ya msingi. Lakini unakumbuka update ya kwanza niliyowapa, kulikuwa na maombi madogo ambayo yalifunguliwa na waombaji ambaye ni Johari K Kabulu pamoja na Lumu Mwitu Pendo Kombolela na Luma H Akrimali dhidi ya msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini na dhidi ya Clayton Revocatus Chipando na dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ambayo yalikuwa ni maombi madogo namba 275 ya mwaka 2026. Maombi hayo madogo walikuwa wanaomba nyaraka. Kwa walikuwa wanaomba kuweza kupekenyua nyaraka ambazo moja ilikuwa walikuwa wanaomba mjibu maombi namba 1 ambaye ni msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini aweze kuwapatia nyaraka zifuatazo. Kwanza waliomba daftari la mpiga kura ambalo lilitumika kwenye uchaguzi katika vituo vyote. Lakini pia waliomba fomu namba 10 ambayo ilikuwa ni fomu au tamko la mgombea kuheshimu masuala ya maadili na kanuni zake za uchaguzi. Lakini pia waliomba fomu namba 13 ambayo ilikuwa ni fomu ya hesabu ya karatasi za kura za kila kituo jimbo la Kigoma mjini. Lakini waliomba pia fomu namba 20 ambayo ilikuwa ni taarifa ya msimamizi wa kituo kwa kila kituo ndani ya jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia waliomba na fomu namba 21B ambayo ni fomu ya matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini kwa kila kituo ambapo kura zilipigwa. Lakini waliomba fomu namba 22B ambayo ijulikanayo ni matokeo ya uchaguzi wa ubunge katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia waliomba fomu namba 23B ambayo ni jadwali la matokeo ya uchaguzi wa ubunge katika jimbo kwa kila chama. Lakini pia wakaomba na matokeo ya uchaguzi wa ubunge katika jimbo la Kigoma mjini ambayo ni fomu namba 24B. Kwa hiyo baada ya kuleta maombi hayo ambayo walileta kwa hati ya dharura, walileta kwa kutumia chamber summons ambayo tunasema ni hati ya faragha, pia wakiambatanisha na viapo ambavyo viliapwa na waombaji wote hao ambao nimewataja ambao wako 4. Kwa baada ya kuleta maombi hayo sisi tulipinga kwamba hizo nyaraka hawapaswi kupewa. Kwa hiyo baada ya kupinga, mahakama ilitoa maelekezo kwamba tuweze kusikiliza shauri hilo. Lakini kabla ya kusikiliza hayo maombi, tuliomba kuweza kuwauliza maswali ya dodoso hawa waombaji kama kweli wanajua walichokiapa kwenye kiapo chao. Kwa hiyo mahakama ikaruhusu ili tuweze kuwauliza maswali ya dodoso. Kwa hiyo ilipofika siku hiyo tuliuliza maswali ya dodoso na tukasikiliza maombi yenyewe madogo. Lakini baada ya kuwauliza maswali ya dodoso tuligundua kwamba walichokiapa na walichokuwa wanakijibu kwenye maswali tuliyokuwa tunawauliza ilikuwa ni tofauti. Kwenye kiapo chao na kwenye maombi yao wanasema wao hawajawahi kuona matokeo yoyote ya jimbo la Kigoma mjini wala fomu za matokeo, na wanasema hayakubandikwa katika vituo vyote 376 kwenye jimbo hili la Kigoma mjini. Kwa hiyo tulivyowauliza maswali ya dodoso kwamba mmejuaje sasa kwamba hivi vituo vyote matokeo hayakubandikwa, na wakati kwenye viapo vyenu mnasema mlipiga kula kwenye vituo vyenu na kuondoka, sasa mlijuaje hivi vituo vingine vyote 300 na kitu kwamba matokeo hayakubandikwa? Na kama mnasema hayakubandikwa, mlijuaje sasa kama kuna hayo matokeo? Sasa wakati tunawauliza yale maswali ya dodoso, baadhi ya waombaji wakawa wanasema kwamba wana matokeo nusu ya matokeo yote ya jimbo. Wengine wakawa wanasema tuna matokeo machache. Sasa
kwenye kiapo chao waliapa kwamba hawana matokeo ya aina yoyote. Ndio maana wameomba huyu mjibu wa maombi wa kwanza ambaye ni msimamizi wa uchaguzi awape hayo matokeo, hizo karatasi ambazo nimeziainisha. Sasa kama wanasema hivyo, halafu kwenye maswali ya dodoso wanasema wananusu, iweje sasa waombe tena na wakati wanayo? Kwa hiyo tulivyokuja tarehe 2 ya mwezi huu wa pili, tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2026, ambapo tulikuja kwa ajili ya maamuzi, kwa mahakama kuu ikasema kwamba maombi yao yana kasoro. Kasoro yenyewe ni kwamba viapo vyao vimesheheni maneno au maelezo ambayo sio ya kweli. Na kwa mujibu wa sheria, kiapo ambacho kina maneno au kina maelezo ambayo sio ya kweli, yani maana yake maelezo ya uongo, kiapo hicho hakipaswi kutumika au hakipaswi kuaminiwa. Na kwa sababu maombi yao yaliambatanishwa na kiapo hicho, kwa hiyo kama kiapo kimeonekana kwamba maelezo walioyatoa kwenye kiapo na ni tofauti na walivyododoswa kwenye maswali ya dodoso, kwa mahakama ikajiridhisha na kuona kabisa kwamba kiapo kile kilikuwa kimesheheni maelezo ya uongo. Na kwa msingi huo maombi yao yanakosa nguvu, yanakosa miguu ya kusimama, kwa sababu kiapo kilichokuwa kinaunga mkono maombi yao kimesheheni maelezo ya uongo, na kwa sababu kimesheheni maelezo ya uongo, basi hagifai kutumika au kuaminiwa na mahakama. Kwa baada ya mahakama kusema hivyo, basi ikasema kwa msingi huo basi hata maombi yao yote yakawa yamekataliwa. Kwa hiyo tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, mahakama imetupilia mbali maombi madogo waliokuwa wamekuja kuomba nyaraka za uchaguzi. Kwa hiyo kwa msingi huo ni kwamba maombi yao yalikataliwa na mahakama. Kwa baada ya hapo shauri lilipangwa kwa tarehe 27 kwa ajili ya kujua sasa hatua zitakazoendelea kwenye swala kwenye kesi ya msingi. Lakini hapo upande wa msimamizi wa uchaguzi wamefungua kesi dhidi ya hawa waombaji wote, ambao kesi hiyo ni maombi ya kuomba kuongezewa muda waweze kuleta maombi ya mapitio. Tunasema application for review ya uamuzi wa kwanza ambao ulitolewa wa kuhusiana na kwamba hawakupaswa kuweka dhamana ya gharama za uchaguzi. Kwa hiyo upande wa msimamizi wa uchaguzi wameleta maombi hayo wakiomba waongezewe muda, na hiyo ni baada ya wao kupata barua kutoka kwa katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, ambaye ndiye mwenye mamlaka ya kusajili taasisi ambazo zinapaswa kutoa msaada wa kisheria. Kwa mujibu wa barua hiyo ilieleza kwamba chama cha wanasheria Tanganyika, yani TLS, kwa mwaka 2025 hawakuwa wana cheti ambacho kilikuwa kinawawezesha wao kutoa msaada wa kisheria. Kwa baada ya msimamizi wa uchaguzi na wakili mkuu wa serikali kupata barua hiyo, ndio wameleta maombi sasa ya kuomba yaongezewe muda ili waweze kuleta mapitio dhidi ya uamuzi ambao ulitolewa, ambao ulikubaliana kwamba mashauri ya namna hii ya mtu ambaye amepata msaada wa kisheria hapaswi kuleta maombi ya gharama za uchaguzi. Kwa hicho ndicho pia tutaenda, ambayo mahakama ilipanga kwa ajili ya kusikiliza kwa njia ya maandishi. Kwa tumepangiwa tarehe za kuweza kupeleka hayo majibu, na upande wa msimamizi wa uchaguzi atakavyopeleka maelezo yako jinsi ya kuunga mkono maombi walioyaleta. Kwa hiyo tarehe 27 ya mwezi huu pia kutakuwa na maamuzi madogo ya shauri hilo dogo la ambalo ni la kuomba kuongezewa muda. Kwa hiyo pia tutajua hatua zitakazoendelea kuhusiana na shauri la msingi. Kwa hicho ndicho kilichotokea au ndicho kinachoendelea kwa sasa kwenye kesi ambayo inamkabili mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando aka Baba Levo.